Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 18 siku ya Jumapili ya asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari inayosema LHRC yafungua kesi kupinga viboko, wazazi walimu wataka viwepo. LHRC yafungua kesi kupinga viboko, wazazi walimu wataka viwepo. Lakini sababu vijana kufanya vurugu msibani ni hizi. Sababu za vijana kufanya vurugu msibani ni hizi. Na Mnyika, vijana simameni imara. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema simulizi ya rafiki wa familia alivyonyonga watoto watatu. Simulizi ya rafiki wa familia alivyonyonga watoto watatu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini kuna uchaguzi mkuu Uganda, utata Bobi Wine kukamatwa, Museveni ashinda 71%. Utata Bobi Wine kukamatwa, Museveni ashinda 71%. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye asubuhi ya leo. Kuna habari kubwa inayosema mapya aliyeua watoto watatu. Mapya aliyeua watoto watatu. Viongozi wa kijiji wasimulia kilichotokea hadi mtuhumiwa akaua, na wananchi wenyewe wenye hasira mbele ya polisi. Baba wa mtoto, ndugu watahiniwa, watuhumiwa watoa ya moyoni. Lakini haya ndiyo maeneo yafaayo kuwekeza ndani ya gazeti lako la Mwananchi. Sema haya ndiyo maeneo ya kuwekeza. Lakini kuna habari inayosema WHO, vinywaji vyenye sukari nyingi viongezwe ushuru. Au ni WHO wapendekeza vinywaji vyenye sukari nyingi viongezwe ushuru. Lakini Museveni ashinda urais Uganda, Bobi Wine mafichoni. Museveni ashinda urais Uganda, Bobi Wine mafichoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini Mnyika aipa Bavicha maagizo matatu. Mnyika aipa maagizo Bavicha. Lakini auti kuchunguza udanganyifu kwa wahitimu 300 2025. Chuo Kikuu Huria Open kuchunguza udanganyifu kwa wahitimu 300 wa 2025. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye habari inayosema ukuaji uchumi unawiana na ustawi wa jamii. Ukuaji wa uchumi unawiana na ustawi wa jamii. Huyo ni Dr. Akili asema. Lakini Mama Mariamu atembelea shamba lililolimwa kwa AI. Mama Mariamu atembelea shamba lililolimwa kwa AI. Lakini Lela awataka wahitimu wa chuo kuzilinda taaluma zao. Lela awataka wahitimu wa chuo kuzilinda taaluma zao. Lakini RC mjini Magharibi ataka watendaji manispaa kuongeza ufanisi. Huyo ni RC mjini Magharibi Zanzibar, ataka watendaji manispaa kuongeza ufanisi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini tani 48 za mchele zateketezwa kunani huko. Tani 48 za mchele zateketezwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye ukurasa wa mbele inaandika umeme kung'arisha vitongoji vyote nchini. Umeme kung'arisha vitongoji vyote nchini. Lakini kiongozi atema cheche, vita ya rushwa dawa za kulevya yaipaisha Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini maadhimisho ya miaka 46 ya siku ya posta Afrika tarehe 18 Januari 2026. Na Makonda aungwa mkono watumishi kuwa nadhifu. Makonda aunga mkono watumishi kuwa nadhifu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema polisi ya nasa 200 tuhuma za uhalifu. Polisi ya nasa watu 200 tuhuma za uhalifu.
Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 20 kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini tukiachana gazeti lako la Mzalendo, tuangazie gazeti lako la Mwanahalisi lenye linaandika vigogo watwishwa zigo. Vigogo watwishwa zigo, Jaji Warioba aufia visasi. Hilo ni gazeti lako la Mwanahalisi, bado linaendelea kuwepo sokoni kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Raia Mwema lenye linaandika rais ataka Imani Makonda anza kwa kishindo. Rais ataka Imani Makonda anza kwa kishindo. Lakini Majaliwa Dr. Mpango washitua. Majaliwa Dr. Mpango washitua, jaji mkuu ampa ujumbe mzito Rais Samia. Lakini wezo mtandaoni watikisa. TAKUKURU BOT waingia kazini 9 kortini, wamo raia wa nje na wa Tanzania. Wapo raia wa nje na wa Tanzania. Lakini wizi mkubwa mtandao waibuka Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema. Lakini Museveni Bobi Wine hapatoshi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako Raia Mwema, tuangazie kwenye gazeti lako la Tumaini Letu lenye linaandika Abate atoboa siri, ataka Wakristo kutoogopa wawe jasiri, asema haki amani ni matunda ya kimungu. Lakini kuna habari inayosema Askofu Limo alivyoandika historia jimbo jipya la Bariadi. Hilo ni gazeti lako la Tumaini Letu. Lakini gazeti lako la Nuru asubuhi ya leo linaandika serikali ya kabidhi vitabu vya IDK mashuleni. Lakini Mufti Hassani bin Amir atunukia nishani Zanzibar. Mufti Hassani bin Amir atunukiwa nishani Zanzibar. Lakini Muhimbili wa mwenzi Dr. Bushiri Tamim. Hilo ni gazeti lako la Nuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kurasa za michezo, tunaangazia kurasa za michezo kwa asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti la Tumaini Letu linaandika Singida Black Stars yaikana Yanga. Hiyo ndio habari inapatikana tu kwenye gazeti la Tumaini Letu kwenye michezo. Singida Black Stars yaikana Yanga. Lakini kwenye gazeti la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika Depu anatokaje. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti linaandika Depu anatokaje, akumbushwa ishu ya vichwa vitano Yanga. Depu anatokaje, akumbushwa ishu ya vichwa vitano Yanga. Lakini mrithi wa Kamara huyu hapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, inasema mrithi wa Kamara huyu hapa, mwenyewe aliamsha winga Msenegali atua. Mrithi wa Kamara huyu hapa, mwenyewe aliamsha, lakini winga wa Senegali atua Msimbazi. Lakini fainali ya wakubwa leo ni finali ya wakubwa Afconi, huku ni Morocco na Senegali. Hiyo ni fainali ya wakubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini warembo 9 walio upamba muziki wa Diamond, na bosi Madridi amtaka Haaland. Bosi Madridi amtaka Haaland. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kwenye kurasa za michezo. Naanza na habari inayosema gazeti la Nipashe linaandika wafungaji bora wa AFCON 2025 hadi sasa ni Diaz, Osimhen na Salah. Hiyo ni listi ya wafungaji bora mpaka sasa AFCON 2025. Diaz akiwa anaongoza, lakini Victor Osimhen na Salah. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini makocha wa Afrika tu wamefuzu nusu fainali. Makocha wa Afrika tu ndio waliofuzu nusu fainali. Lakini Nigeria sasa kushika nafasi ya 3. Nigeria kushinda mshindi wa 3 baada ya kumfunga kwa mikwaju ya penalty Egypt. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Nipashe kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.